Uliona Simba yenye kujiamini kwa ugenini katika mechi ya jana dhidi ya Sifaction? Kwa kiasi walikuwa wanajiamini kwa sababu mpango kazi wao ni kama alivyosema Evans kwamba walikuwa lazima washambulie kwa kushtukiza. Mechi ya away inatengeneza namna ya kuzuia na kuweka watu ambao wana hasa kwenye eneo la kiungo watakusaidia kuwalinda vizuri mabeki wanne wa nyuma. Na siku zote akicheza Ngoma na akicheza na Kagoma, nafikiri huo ndo mpango kazi wa away wa mwalimu. Kumbuka mechi waliocheza na Tripoli, hao watu walicheza na walikuwa na kiwango kikubwa kiwanjani. Nafikiri ndo the first time unamwona Kagoma anacheza mechi za kimataifa. Na performance was fantastic. Hapo kati hapo wakaumwa sio na nini, lakini mechi za ndani zikawa zinamkosa zingine. Mechi zote jana amereplicate performance ile aliyoonyesha Tripoli ameiweka jana. Ngoma kwa mimi ndo amekuwa muhimili wa timu kwa muda mrefu eneo la kiungo. Hakuna kiungo wa Simba anayelingana na kile anachokitoa Ngoma kiwanjani. Na kwa swali linafuata hapo kwa sababu umeshagusia hapo jemedari, endelea, kwa sababu huyu Ngoma wakati msimu unaanza nakumbuka pia tulimpigia wakala wake, alijaribu kuzungumza kwamba mchezaji hana furaha, hana amani, lakini Ngoma hivi sasa kwa kauli ambayo umezungumza kwamba tunaweza kusema kwamba kwenye eneo la kiungo ni mhimili wa timu. Nini kimebadilika kutoka kwake? Ni Fadlu amejua namna gani ya kumtumia Ngoma, ama nini kinaendelea, ama uzoefu wa Ngoma ndio unamfanya aendelee hivi sasa kuanza katika kikosi cha kwanza kadiri mechi zinavyozidi kuchukua nafasi za Wekundu wa Msimbazi? Kuna challenges kwa mwalimu mpya anapoingia kwenye kikosi chochote kile. Mwalimu mpya kwenye kikosi alikuwa anajaribu kutafuta patterns, nani na nani atacheza. Na wakati ule wakala analalamika, it's not kwamba Ngoma hakuwa amecheza kabisa. Ngoma alikuwa amecheza katika sub matches, lakini wakala alikuwa analalamika kwa sababu anaona Ngoma hapati muda wa kutosha kiwanjani. Muda alikuwa anampata mdogo. Kuna mechi zilikuwa anaingia, hata mechi ya Simba Day sio anaingia, siku mechi nyingine ilifuata alianza kutoka dakika 45. Kwa mchezaji mkubwa mwenye profile, wasifu mkubwa kama Ngoma nafikiri ndio mchezaji ana wasifu mkubwa kwenye timu ya Simba kuliko ni mchezaji mwingine. Uko sahihi. Kwa wasifu uliokuwa nao Ngoma, alikuwa anaona kwamba kwa nini, na msimu ukizingatia na msimu uliopita alikuwa anacheza muda mrefu. Wakala akajaribu kutia pressure kidogo kuona nini kitakuja kutokea. Na baada ya pale mimi najua tu mwalimu alikuwa kwenye rotation zake za kawaida, akaja kugundua nani anaweza kukusaidia wakati gani. Unapokuwa na mtu kama Fabrice Ruamba Ngoma anaweza kukusaidia kwenye mambo mengi.